Bwana asifiwe. Na ndio mwenye alituongoza asubuhi ya leo na neno la Mungu alikuwa anauliza what is a church? What is church? Bwana asifiwe. Wale walio hawakuwa karibu na wale maybe wamekuja baadaye, hiyo ndio neno iliyokuwa tunazungumziwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Na tukaambiwa ya kwamba church is the body of Christ. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sikuwa karibu, sijaandika notes mingi, lakini penye nilipata akiongelea kuhusu kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe uko na jambo la kumwambia Mungu asante, maana umekuja katika nyumba ya Mungu. Kuna wengine hawaoni maana ya kuwa katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na mnaweza keti. Wacha kwanza nishukuru kwa sababu ya Mungu ili anitie nguvu na tena anipe neno la kupa watu wake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana adhuhuri ya leo. Tunasema ni asante kwa sababu umetuleta katika nyumba yako Bwana. Tunajua Bwana tukiwa mahali hapa tuko salama Bwana. Pokea heshima na utukufu Bwana. Hakuna aliye na nguvu kama zako Bwana. Hizo nguvu ndizo nahitaji wakati huu Bwana. Maana Mungu sijui kunena, sijui nini Bwana, lakini kupitia nguvu zako Mungu najua ya kwamba nitanena mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana ni asante kwa sababu ya watu wako Bwana. Mungu wamekuja ili Bwana wakutane na nguvu zako. Wamekuja mahali hapa Bwana ili wabarikiwe. Pokea heshima na utukufu Bwana. Maana Mungu neno linasema hivi, katika nyumba yako Bwana kuna baraka na kuna laana. Mungu tunaomba Bwana baraka zako Bwana zikadumu katika maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana tukawa na kiu kwa sababu ya neno lako Bwana, na ninajua ya kwamba Mungu hatutakuwa vile tena, katika jina la Yesu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Haleluya. Wacha niseme ya kwamba kwa majina naitwa Mrs. Macharia, nimeokoka na mpenda Yesu. Bwana asifiwe. Na mpenda Yesu kwa sababu aliniokoa wakati sikuwa najua kuokolewa ni nini. Bwana asifiwe. Alinitafuta mahali ambapo hata watu hawangeniona. Bwana asifiwe. Hata watu wa familia wangenitafuta na wanikose, lakini huyu Yesu alinitafuta na akanipata. Bwana asifiwe. Wakati watu walikuwa naona ya kwamba sifai, wakati watu walikuwa naona ya kwamba mimi sio mtu wa maana, Mungu alikuwa naona kitu ya maana. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo maisha yetu wakati mwingine huwa tunapata ya kwamba watu wanaona ya kwamba wewe sio mtu wa maana. Bwana asifiwe. Lakini kuna mtu ambaye huwa anaona ukiwa wa maana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya wamama na ndio inaitwa Mother's Day. Bwana asifiwe. Lakini wakati niliambiwa ya kwamba nitahubiri sikuwa nafikiria hiyo, hata nimesikia leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimefurahia sana. Siku ya leo nataka tuongelee kuhusu ahadi za Bwana. Bwana asifiwe. God promises. Ninaposema ya kwamba ahadi za Bwana, wengine wetu tunaelewa ni nini. Maana maybe kuna ahadi Mungu amekupa, kuna kitu Mungu amekwambia atakufanyia, na unaona kwamba kama imekaa sana kama hajatimiza ile jambo. Lakini siku ya leo nimekuja nikuambia ya kwamba Mungu wetu ni Mungu hutimiza ahadi. Bwana asifiwe. Na ninataka tufunguliwe katika kitabu 2 Corinthians 1 chapter 1 to 20. Na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Kama umeipata tafadhali tusomee. Hapo ndio tunataka tuanzie ya kwamba ahadi za Bwana ni, tuone kama ahadi za Bwana ni kama za mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama umepata tafadhali. Inasema Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthene ndugu yake, wa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu
Sidhani kama ni hapa. Second Corinthians. Ndio. Inasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Amen. Bwana asifiwe. Ahadi za Bwana ni ahadi ambazo ni za milele. Bwana asifiwe. Na unaposoma katika Biblia inasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ahadi za Bwana ni za ukweli. Bwana asifiwe. Mimi unaweza kuwa mahali hapa umeahidiwa mambo mengi, na wanadamu kawaida yao ni ile tu, wanakuahidi hivi lakini wanakosa kutimiza hili. Bwana asifiwe. Lakini ahadi za Bwana ni za ukweli. Akikuahidi ya kwamba anakupeleka kiwango ingine, hata kukuwe na vipingamizi za kila aina, Mungu lazima atafanya hili. Bwana asifiwe. Hiyo ingine nataka tuone katika kitabu cha Deuteronomy 28. Hapo mwanzo Deuteronomy 28, na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Tuone ya kwamba ahadi za Bwana na nini huwa anataka tufanye, ndio hayo yote ametuahidi aweze kutimiza. Inasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Amen. Tutaenda polepole tu kwa sababu hiyo ni pointi moja ya kwamba kitu ambacho Mungu anataka tufanye ndio zile ahadi ambazo ametupa aweze kutimiza. Ya kwanza ni kusikiza sauti yake. Bwana asifiwe. Amen. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Tufike hapo. Ya pili ni kufuata maagizo ya Bwana. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza tumeona ya kwamba ni kusikiliza sauti ya Mungu. Ya pili ni kufuata maagizo, maana hiyo ndio inakuwa ya maana. Hiyo ndio Mungu anatakaga tufanye. Hata kama anaweza kuwa amekuahidia nini na ufanye na bidii, alafu ukose kufanya vile anavyopenda, imagine utapata hajafanya vile ulikuwa unatarajia. Bwana asifiwe. Lakini huyu ni mwaminifu. Huyu Mungu ni mwaminifu kwa sababu yeye akiahidi atatenda, lazima atatenda. Bwana asifiwe. Tuendelee. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Amen. Imagine kitu kenye tu Mungu anahitaji katika maisha yetu, kusikia sauti yake, tufuate maagizo, alafu tena anatuelezea vile atakavyotufanyia. Bwana asifiwe. Anatuambia hivyo, atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, kwa sababu umefanya vile anavyopenda. Bwana asifiwe. Imagine, hivyo ndivyo Mungu tu anataka, ndio ati afanye hivyo. Turudie tena hapo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Bwana asifiwe. Hiyo ingine ni pointi nyingine, maana mstarajie ni tena nikuja na pointi zingine. Hizo ndio nataka niende tukiandikaga. Bwana asifiwe. Ati wakati tutatii hii sauti ya Mungu, atatufanya tukue watu wa maana katika taifa. Bwana asifiwe. Hata katika familia zetu, hata katika
maisha ya watu wengi tutakuwa watu wa maana, kwa sababu tumekubali kusikia sauti yake na kufuata maagizo. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi tumeambiwa katika Biblia ambao Mungu huwa anapenda tunapofanya. Bwana asifiwe. Nataka tuendelee haraka. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Amen. Endelee. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yako yote utakayotia mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Haleluya. Bwana asifiwe. Imagine kitu ni Mungu anataka tufanye ni hivyo tu, kusikiza sauti yake na kufuata maagizo. Tena uone vile ametuahidia mambo mingi. Bwana asifiwe. Na hiyo yote tusipofanya hivyo, ninaona katika Biblia inasema ya kwamba na ametupangia vile atakavyotufanyia. Bwana asifiwe. Tutabarikiwa tuendapo na tutokapo. Yaani tukienda na tukirudi, Mungu atakuwa pamoja nasi. Mungu atatupigania kwa maadui. Mungu atatubariki, atatuinua. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumefanya kadri ya mapenzi yake. Bwana asifiwe. Nataka tuingie hapo Deuteronomy 28:15. Uone ya kwamba wakati tumekosa kufanya mapenzi ya Mungu, hii yote tena huwa anaigeuza inakuwa kitu ingine. Akimtajenga manyumba, lakini hamtakuwa mnaishi yale manyumba kwa sababu hatujafanya mapenzi yake. Bwana asifiwe. Lakini hapo Mwanzo 28 inasema ya kwamba tutajenga manyumba na tutaishi mahali pale. Mungu atatupigania kwa maadui zetu. Mungu atatufanya tujulikane kila mahali. Bwana asifiwe. Lakini hayo yote itabidi tu tujikakamue ili tumpendeze. Lakini kama hatutafanya vile, ndivyo Biblia inasema katika Deuteronomy 28:15. Tusome. Inasema, lakini itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizayo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini na utalaaniwa mashambani. Litalaaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa na utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono kufanya, hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu wa matendo yako. Bwana asifiwe. Wacha tufike hapo, kwa sababu naona vile umesoma hapo pa kwanza, ukaona vile baraka zitakuwa mingi, vile utainuliwa, vile Mungu atakupigania. Watajaribu kukuataka, lakini kuna njia ambazo Mungu atatumia ili ukue mshindi. Bwana asifiwe. Tena hayo yote uchukue hiyo yote uone ya kwamba nisipofanya
kama vile Mungu apendavyo, tena anaigeuza inakuwa laana. Bwana asifiwe. Unaenda kupigana vita, unakuta ya kwamba wewe ndio unapata umeshindwa. Bwana asifiwe. Unajenga nyumba na unajenga nyumba ya kifahari. Imagine unakuta ya kwamba haujaishi ile nyumba, hautaenda kukaa katika ile nyumba kwa sababu tu ya kitu moja, kutotii sauti ya Bwana na kufuata maagizo. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo kitu ambacho tangu nikiwa mtoto nilikuwa nauliza Mungu, yaani kitu tu umeniahidi tu nifuate njia zako na tena nifuate maagizo na nisikize sauti yako. Kama ni hivyo ndivyo ilivyo, basi Mungu nisaidie. Bwana asifiwe. Na siku moja ikawa hivi. Tunajua ya kwamba wakati tuko katika ujanani mambo inakuwa mingi sana. Na wakati nilifika ya kwamba nimekuwa mwanalika, sasa imefika wakati sasa, maana hawezi kaa hivyo. Ukiona ulizwi na kijana ama nini, unashindwa kwani sina urembo ama nini? Paka unaenda mbele za Mungu na muuliza kwa nini. Bwana asifiwe. Lakini nikiwa mahali pale, nikiwa mwanalika pale, nikawa nauliza Mungu. Na sasa maana imefika mahali na ile kiwango sasa iko na nimefika mahali ambapo sasa hapa ndipo huwa nasikia ya kwamba watu huwa wanaanguka katika ile majaribu. Nikamuuliza Mungu, sasa nitafanya aje? Maana siwezi tabua mwenye atakuja kwa njia zangu akiwa sawa, sielewi ni nani huyu. Lakini sasa imefika ile wakati ya kwamba nataka sasa kuingia katika maisha ingine. Nilipokuwa nasoma Biblia nikaona ya kwamba kitu tu Mungu anataka tu ni kukuwa mwaminifu. Kitu ya pili ni kusikiza sauti yake. Na nikaa tu hivi nikamwambia Mungu, kama basi ni hivyo, Mungu tu naomba unisaidie, nitakuwa mwaminifu. Na nitakapokuwa mwaminifu, Mungu najua ya kwamba vile umeniahidi ya kwamba utakapokuwa mwaminifu nitakufanyia hivi na hivi. Na ikawa hivyo. Nikawa tu naomba Mungu, nikawa tu namulilia Mungu mpaka naenda fasting, namwambia Mungu, sasa wakati umefika. Na sasa sitaki kwenda tu kama kipofu. Nataka unifungue macho ili nione vizuri. Na ombi ambalo naomba siku ya leo, naomba tu hata mwenye unaona ya kwamba utanishikanisha na yeye awe anaomba ile ombi. Na ikawa wakati kila siku nalia, namwambia Mungu tu nisaidie. Wakati ule nilikuwa nakaa children's home. Na warembo walikuwa wengi, tulikuwa tunakaa na vijana. Unajua wakati umeamua kitu, una vitu ambazo utajitenga nazo. Mimi naona warembo wanaona, wewe mtu unajifanyaga sana, umeokoka. Hata wewe unaonekana kama uko karibu kufika mbinguni kwa vile unaonekana. Yaani utaki mambo. Na nikawa tu nasema Mungu, sasa vile nadhihakiwa na bado hata wakati wangu hujafika. Lakini shetani alikuwa anataka kunifanya hivyo ili niingie katika majaribu. Lakini maana nilikuwa nimemwambia Mungu, kama basi kuwa mwaminifu, hiyo ndio itanifanya unipe chenye nahitaji katika maisha yangu. Heri Bwana nikose kila kitu. Na ikahappen hivi, wakati nilitoka mahali pale, nikaenda shughuli zangu, nikaenda kwetu, na nikaenda sasa kutafuta kazi huku. Na kila mahali nilipokuwa naenda, yes, nitapatana na watu. Lakini sikuwahi pata mtu ambaye yani akanifurahisha ama nione ya kwamba kweli huyu ni yeye. Lakini wacheni niwaambie, maana hii ni ya warembo na vijana wenye wanakuwa katika nyumba ya Mungu, na umetulia mahali pale, umeomba kwa miaka mingi, unaona ya kwamba kwani Mungu umeniacha ama nini? Nikuwa 19 hapo, nikawa yani ni mwanalika sasa mwenye amekomaa, na ninaangalia wasichana wako na boyfriend, na ile mambo wanaonyeshwa na hao watu, yani hata wewe unaangalia hivi unaona kwani ni mjinga aje? Natulia tu. Lakini ikafika mahali nikawa na rafiki ambaye alikuwa msichana, nikamwambia hata kama huyu mtu mwenye anakuambia nakupenda, hivi anavyokufanyia sio vizuri, kwa sababu anahitaji mambo mingi, na wewe unasema ya kwamba umeokoka. Ule msichana akaniambia, wewe nawe umeokoka sana,
Nikasema hata heri niokoke kuliko nianguke katika majaribu. Bwana asifiwe. Akawa kaingia katika mapenzi ambao haikuwa inastahili, na akawa anaonyeshwa mapenzi, maana angefanyiwa kila kitu. Na kila jioni tukipatana kuendea wale watoto tulikuwa tunaendea, anakuja ananiambia, imagine leo naenda date. Mimi hata sijui maana ya date ni nini, maana wakati mwingine Mungu huwa anakufanya kitu kingine, yani auelewi mambo zingine. So namuuliza ati date kufanya nini sasa? Sasa huko tunaenda, anaenda sasa, yeye amenunulia nini. Mimi nikirudi nyumbani nasema, hapana Mungu, naomba tu nisaidie. Maana umeniambia nitakapokuwa mwaminifu utanifanyia hivi na hivi. Na ikahappen hivyo. Napatana na watu wanataka niingie kwa ile majaribu, namwambia nakumbuka tu kuna ahadi ambayo Mungu aliniahidia. Bwana asifiwe. Mimi siku moja nikapatana na kijana ambaye alikaa tu tukiwa wanalika mahali pale, akawa ananitazama tu. Na ikafika mahali akakuja akaniambia, nataka tuwe urafiki. Na nikakaa tu nikasema ni sawa tu, maana ni ile urafiki tu wa kupendana tu na yani kuongea tu. Na tukaendelea mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, hasemi jambo lolote. Lakini ikafika mahali akaniambia, nataka ukue yani mke wangu wa maisha. Hiyo kitu nikaona imekuwa ngumu sana, kwa sababu nilikuwa naogopa nisipatane na mtu ambaye ataniharibia maisha. Nikamwambia ni sawa. Tena nikaenda kwa Mungu nikamwambia, sasa nimepatana na mtu mwenye ananiambia hivi na hivi. Ile ahadi aliniambia ni ya kwamba mimi nataka nikuoe na ukue yani mtu ambaye atakuwa mama wa watoto wangu. Nikamwambia ni sawa. Mimi nikafikiria kwamba ni mwaka huo tu anataka tuingie kwa ndoa. Maana sasa vile nilikuwa namwangalia nilikuwa naona kweli ni yani ananitaka, lakini vile yako sio ile. Maana wakati mwingine tukipatana kuna vile alikuwa anakaa, unaona hata zile nguo anavaa unaona hapana. Na sasa maana wale wasichana nilikuwa na wao naona wanaenda wananunuliwa manguo, wanafanyiwa kila kitu. Mimi sasa nimepatana mtu wa boda, na sio boda hii ya bike ya dudhi. Mimi nasema ni ya bike. So tukikutana na yeye, kuna vile alikuwa anaweka bike kando, hata alikuwa anashughulika kama itafunga na kanjo ama nini. Yaani Mungu, kama kuna wakati nilibarikiwa ni wakati ule. Yaani wakati niliambiwa kwamba nakupenda. Bwana asifiwe. Wengine wetu tunajifanya kwamba ati haujai pia unapendwa. Wewe wa mama, tumeingia katika hiyo maneno. Unaambiwa ya kwamba umependwa na unapendwa, unasikia yes. Mimi wakati ninaambiwa ninapendwa nisikia ya kwamba yani roho inasema yani hata sikuwa nalala. Mpaka sisi yangu wakati mwingine ananikuta tu nikiwa hivi, kwani siku hizi ni nini? Namwambia hapana. Ngojea tu niko sawa. Kumbe ni ile yani niliahidiwa kwamba nitaolewa. So nikawa na kila wakati, nikaona mwaka imeisha kama sijaolewa. Nikasema oye, kwani huyu alikuwa ananidanganya ama nini? Lakini kuna vile alikuwa ameniambia, uningojee nitafute pesa mpaka kila kitu ikuwe sawa ndio nifanye harusi. Maana siwezi kaa hivyo katika ujanani mwangu nikiwa mwanalika, nisimamie maharusi ya watu wengi, afu tena mimi nikute ya kwamba imeenda hivyo. Nikamwambia sawa, nitavumilia tu. So wakati wote anaenda nasukuma bike, anabebana na bike, tunapokutana nikienda ananipeleka mahali kwa hoteli. Naona ya kwamba nikisema ananiuliza unataka kukula nini? Namwambia hapana. Hapana sema. Namwambia mimi nataka maji. Maana ningesema kitu ya bei kali hakuwa na ile pesa. Ningesema ya kwamba nataka pesa, nataka ama anipe aninunulie kuku ama nini, hakuwa na ile. So nikawa naona ya kwamba Yesu Mungu umenipa huyu kijana, na bado tu ile upendo nasikia tu kumpenda zaidi. Lakini kitu ambacho nilikuwa naona ya kwamba ameniahidi ya kwamba atanioa. Na wakati nilikaa akakosa siku moja kunipigia simu. Na ni mtu ambaye alikuwa amezoea kunipigia simu hata nikiwa mbali. Nikachukua simu nikamuuliza, bado niko katika mpango ama ulinitoa nje? Akaniuliza kwa nini?
maana hivi unakaa sio vile. Akaniambia bado uko kwa mpango. Nikamwambia najua hata mahali unafanya kazi kuna watu wengi wanapita pita hivi na unaweza kuwa umepata wa maana na uone ya kwamba. Kaniambia bado hapana. Mungu akubariki sana. Maana haukuniharibia maisha, haukunichezea. Mimi siku hizi naona vijana wanakuja tu na kupenda. Nasikia wasichana wanasema nimeenda kwa boyfriend yangu kumfulia nguo. Mimi hata sikujua kwa huyu ni wapi. Lakini siku hizi msichana amekaa kwa kanisa anasema ya kwamba nimeokoka na mngojea Yesu. Na unangojea Mungu, yaani Mungu atimize hiyo kitu. Ati nataka kufanya harusi kubwa. Nataka nifanye hivi na hivi. Chenye tu Mungu anataka tu ni kukuwa mwaminifu. Bwana asifiwe. Imagine nikakuwa mwaminifu. Wakati sasa aliniambia kwamba nitakuoa na ninataka ukue hivi na hivi. Miaka ingine ikapita. Akaniambia sasa, yani miaka 3 ilipofika akaniambia nataka tufanye harusi mwaka fulani. Nikamwambia sawa. Mimi wakati wasichana walikuwa wanaongea vile maboyfriend wao wanafanyia, mimi nilikuwa nakaa tu nasema wangu hata kama alipei hii kuna kitu ambacho nasikia ina duda kwa moyo wangu. Ni mapenzi tu. Bwana asifiwe. Maana ameniambia kitu ambacho sijawahi ambiwa na mtu mwingine. Na kama nishawahi ambiwa sio ile ya ukweli. Bwana asifiwe. Maybe umepatana na watu wanakwambia nakupenda, nitakufanyia hivi, hii mambo unaona ikiwa hapa hii kazi ni yangu na tutakapooana hii mali yote ni yako. Bwana asifiwe. Wewe haukunidanganya na hiyo mali. Lakini hata kama ungenidanganya nilikuwa naona hapana. Ile bike ndio tutasukumana nayo mpaka Mungu atimize ahadi. Bwana asifiwe. Mimi nikawa tu hata wakati tuliingia kwa ndoa bado wako na ile bike. Na nilikuwa nafurahia sana akinibeba na ile bike. Maana nilikuwa namkamata hivi. Lakini nilikuwa najua kwamba Mungu siku moja huyu kijana, maana pia mimi nilikuwa msichana mdogo na yeye alikuwa kijana mdogo. So nikawa namwambia Mungu, maana umeniahidi tu nisikie sauti yako, nifuate maagizo, nisiingie katika majaribu kama vile naona wengine wanafanya. Mimi nikikaa naona msichana namuuliza tena ni nini. Imagine ule alikuwa tu ananichezea. Namwambia niko na mimba yake, ananiambia hapana. Nikiwa tu hapo namwambia Mungu, thank you Lord, kwa sababu bado umenipa ile moyo wa kungoja. Bwana asifiwe. Nikienda tena kwa ule mwingine ananiambia ya kwamba imagine alikuwa ameniambia ile, yani ile mjengo alikuwa anajenga pale, ati sasa atakaponifanyia hivi ati tutakuwa tunaishi ile mpaka naona mimi nikikumbuka wangu ile bike yako nayo, na tena ile bike imerarua roho zake zote. Ukienda ukimwangalia hivi na ukikutana iko na viraka huku yani naona yes, lakini nasema yes, ule ndiye mimi napenda. Na Mungu sikubali mawazo iende kwa mwingine. Na watu walikuwa wanakuja, watu wa maana, watu ambao wako na magari, lakini naona hapana, hata wakuja watu wamerebeka kiasi gani, nataka huyu mwenye ako hivi, mwenye ni kijana hivi, naangalia naona ako sawa. Maana kuna kitu Mungu ameniahidi. Nisikilize sauti yake, nifuate maagizo. Yani kuna vitu ambazo unajitenga ndio usipate ya kwamba umefanya vile Mungu hakuwa anataka. Bwana asifiwe. So katika ujanani mwangu nikawa mwaminifu. So nikiwa nangojea kwamba naletewa mtu ambaye yani naona wengine, yani nikasikia yes, lakini Mungu ni mzuri kwa sababu niingia kwa ndoa tukiwa tuna ile bike. Lakini kumbe ule kijana ningemwangalia tu hivi na ile koti nimchukie, sahi ningekuwa nalia tu. Ningekuwa tu namuona tu vile Mungu amembariki, nasema na ule kijana alikuwa wangu. Na alikuwa ananiambia kwamba ananipenda, nikamwambia hapana. Lakini hata wewe si ulikuwa unaona mimi wa maana? Hata kama ningesema hapana sikutaki, ungesikia vibaya, si ndio? Nipigia makofi bwana. Bwana asifiwe. Na wakati mwingine nilikuwa naona ya kwamba maana sasa Mungu umeniahidi hivi nitaingia kwa ndoa, na kuna mahali nilikuwa naona ya kwamba yani ndoa inakaa kama sio ndoa mpaka ukiwa msichana unasema kama ni kuolewa heri ikae, kwa sababu ile ndoa hakuna furaha. Mpaka nauliza mama mwenye nyumba, nauliza na sasa kwani mkioana hamuko mnajuana? Ananiambia tulikuwa tunajuana zaidi, na alikuwa ameniambia hivi na hivi.
Na wakati mwingine tunapata vijana wanatuahidi kwamba na sasa nikikosea utawahi nipiga. Anakwambia hapana, hata unifanyie nini sitawahi mkono hivi nikuonge. Bwana asifiwe. Lakini wacha nikwambie, wakati utaingia kwa ile ndoa ndio utajua yeye ni nani. Ile ahadi zote alikuwa amekuahidi ya kwamba sitawahi kufanyia hivi, utapata ya kwamba maana maybe unangojea kwamba kwa sababu alikuahidi wewe unafanya tu vile unataka, kofi utapatana nayo. Bwana asifiwe. Na siku moja karibu nipate kofi, kwa sababu kuna swali aliniuliza na nikawa tu nikamjibu vile haikuwa. Na wakati ule tulikuwa tu hivi, nikaona mkono tu imeinuliwa hivi. Na Mungu akubariki, maana Mungu hajawahi kubali niinue hiyo mkono unigonge. Na nilikuwa kichwa ngumu sana sana sana. Nitakwamba nilikuwa namuomba Mungu, nilikuwa namwambia Mungu, tafadhali umenipa mtu ambaye sijawahi kaa na yeye, mtu ambaye hata sijawahi hata kaa na yeye, ati mimi nampigia sasa. Na sasa nimepata ya kwamba ati sasa ndio nimemwambia hivyo, ananiambia wewe tuzizoeane. Maana kila wakati watu wanangojea vile ulikuwa unaitwa darling, babe, chema jina. Mimi nilisikia tu nimeitwa Waboi. Mpaka nikageuka hivi nikajua Masi ni wewe hivi. Nikamuuliza ni nini? Lakini Mungu ni wa ajabu, maana hakukubali na mimi nikaomba tu msamaha haraka, na hivyo ndivyo ndoa huwa inadumishwa, kwa sababu kujua makosa yake. Bwana asifiwe. Lakini kitu ambacho huwa namwambia kila wakati ni ya kwamba ile ahadi ulioniahidi ya kwamba utanioa na nikuwe mama wa watoto wako, na kuna wakati mwingine huwa tunaahidi hivyo na halafu tena unagia kwa ndoa unakuta wewe haujapata mtoto mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, na mmeahidiana ya kwamba wakati wa shida, wakati wa nini, yaani unakuta ile ahadi zote mlikuwa mmeongea na mmeambiana zimefujika. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, ahadi za Bwana hazifujiki. Bwana asifiwe. Ahadi za Bwana sio kama za mwanadamu. Maana kama zingekuwa za wanadamu, vile tunavyoona alikuwa na ahidi watumishi wa Mungu katika Biblia, hangekuwa natimisha. Bwana asifiwe. Naona ya kwamba tuingie katika Biblia tuone watu ambao waliahidiwa ahadi na Mungu na Mungu akaweza kuwatimizia na wakao watu wa maana katika maisha yao. Bwana asifiwe. In the book of Genesis 12 verse 2. Hapo ndipo Mungu alimwahidi Abraham. Ibrahimu alikuwa mwaminifu mbele za Mungu, na alikuwa mtu ambaye Mungu alikuwa anapendezwa na Mungu, na yeye akawa anampenda Mungu kwa sababu alikuwa anafuata njia za Mungu. Alikuwa anafuata na anasikiza sauti ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ndio tunaona Mungu akimwambia ya kwamba I will make you a great nation. I will bless you and make you great. I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Kupitia wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana asifiwe. Hizo ndizo ahadi za Mungu anaambia Ibrahim. Bwana asifiwe. Kwa sababu ahadi za Mungu ni za milele. Na tunapoona ya kwamba katika maisha ya Ibrahimu, kwa sababu angejipeana mbele za Mungu, na ndio wakati aliambiwa ya kwamba nataka umtoe mwana wako ili akawa sadaka, hakusema kitu. Bwana asifiwe. Lakini vile Mungu aliona ule upendo, uaminifu, akaona ya kwamba huyu mtu kweli ananipenda, na ndio namwahidi ya kwamba I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. I will bless those who bless you. Bwana asifiwe. Imagine Mungu akiwa amekuahidia hayo yote. Yenye tu anataka tu, na ile tu aliona katika maisha ya Ibrahimu ni kukuwa mwaminifu na kumsikiza kwa ukweli. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anataka katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Tuingie katika Biblia, katika kitabu cha First Chronicles
17. Tuone ya kwamba tena mtu mwingine anaahidiwa na Mungu ya kwamba vile atakavyomfanyia. Mungu anamwambia Daudi, I'll make your name famous through the earth. Hiyo ingine anamwambia, when you die I will raise one of your sons and I will make him his kingdom strong. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu anamwahidi huyu Daudi, maana walikuwa wamepelekana na Daudi na akaelewa Daudi ni nani, akaelewa moyo wa Daudi. Maana vile huwa tunasoma katika maandiko, Daudi vile alikuwa na moyo safi mbele za Mungu. Hata kama alikuwa anakosea, Mungu alikuwa tu anamwangalia akiwa kitu wa maana. Bwana asifiwe. Wakati mwingine watu huwa wanaona tunakosea, wanaona kama Mungu ametuacha, na wanaona ya kwamba kama hatuwezi kubalika tena mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Usikae tu hivi unasema ya kwamba sijui kama ahadi ambazo Mungu aliniahidia kwamba kama atatimiza, kwa sababu nilijipata katika majaribu, na vile watu wanavyonisema wanasema ya kwamba Mungu ni kama ameniacha. Bwana asifiwe. Daudi alikuwa mtu ambaye alikuwa anafanya dhambi mbele za Mungu, na wakati mwingine watu wanaona ya kwamba kama Mungu amemwacha, lakini kuna kitu ambacho kilikuwa katika ndani ya Daudi. Alikuwa na moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele za Mungu, tena alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Na ikawa hivyo ndivyo Mungu alikuwa anapendezwa na Daudi. So ikafika mahali anamwambia ya kwamba, na hizi ndizo naita ahadi za Bwana, I'll make your name famous. Na hivyo ndivyo alimwambia hata Ibrahimu, I will make your name famous through the earth. When you die, I will raise one of your sons and I will make his kingdom strong. He will build a temple for me. I will establish his throne forever. I will be his father and he will be my son. His throne will be secured forever. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa anamwahidi. Bwana asifiwe. Na hiyo kuahidiwa na Mungu, jua ya kwamba Mungu, ahadi za Mungu sio kama za mwanadamu. Mwanadamu anaweza kuambia hivi, kesho yake tena ageuke, aseme ya kwamba mimi nikasema hivi, kama vile tunavyoona nchi yetu, na tunasahau ya kwamba huyu ni mwanadamu tu, na Biblia inasema ya kwamba wanadamu wanaweza sema hivi tena wakose kutimiza, na tunanungunika tu hata Wakristo, na tunajua ya kwamba hiyo ni kazi ya wanadamu. Hata kama atatimiza zingine, sio lazima atimize zote, lakini kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, akituambia ataenda pamoja nasi, akituambia ya kwamba nitawabariki, hivyo ndivyo atafanya. Ataenda pamoja nasi, achilia ya kwamba tumefika mahali ambapo ametuahidia. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo alifanya wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Na ile alifanya ni ya kwamba alikuwa ameahidia wazazi wao ya kwamba nitawapeleka katika mji ambao ulikuwa unaitwa Kanaani. Bwana asifiwe. Na wazazi wakawa wameaga, sasa ni kizazi chao. Lakini Mungu kwa sababu alikuwa na ile ahadi, wale watoto wakawa kila wakati wanafanya vitu ambazo hazikuwa zinampenda za Mungu. Lakini kwa sababu Mungu kuna ahadi ambayo alikuwa ameahidi wazazi ya kwamba nitakuwa pamoja nani, nitatembea na nyinyi, nitawafanyia hivi na hivi. So wale wakafikiria kwamba vile wameambiwa ya kwamba kuna mji mwingine na wapeleka, wakafikiria tu ni kuinuliwa tu na kupelekwa mahali pale. Bwana asifiwe. Lakini walipokuwa katika ile jirani, walikuwa wanapatana na changamoto. Wakati mwingine wanaona kama Mungu amewaacha, na wakati mwingine wanageuka, wanafanya vile Mungu hakuwa anapenda, wanainamia miungu zingine. Kama kuna kitu Mungu hapendi, ni wakati tunaabudu miungu zingine. Bwana asifiwe. Na wengine huwa wanafikiria kwamba wakati tunasema ya kwamba ni kusujudu miungu zingine, wanafikiria tu ni statue tu inajengwa hivi. Maybe uko mahali pale, yaani kazi yako umeiweka kama ndio Mungu wako,
Watoto wako umeweka kama ndio Mungu wako, yaani ati mtoto wako anaweza kufanya ukose kuwa katika nyumba ya Mungu. Mtoto wako anaweza fanya ya kwamba usifanye ile kazi Mungu aliyekuitia. Bwana asifiwe. Kazi yako inaweza fanya ya kwamba usahau hata na Mungu. Hiyo ndiyo miungu. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo wana wa Israeli walikuwa wanafanya. Wanaenda ya kwamba wakipatana na challenge kidogo, wanasahau ya kwamba Mungu amesema niite nami nitawaitika, mbisha mlango nami nitawafungulia. Wanasahau na hayo yote. Wakati mwingine wanakuja wanapata ya kwamba kila wakati ni kunung'unika, lakini Mungu hata kama alikuwa anakasirika, anakumbuka tu ile ahadi ambao alikuwa amewaahidia. Bwana asifiwe. Na ikafika mahali wamefuka ile mto. Bwana asifiwe. Ndio waende katika ile mji. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba Mungu alitimiza haya yote bila kuangalia vile makosa yao ama kufanya nini. Bwana asifiwe. Pia Daudi wakati alisikia ya kwamba maana vile umenifanyia, nitafanya mtoto wako mmoja akuwe kiongozi. Hiyo kitu ilimshangaza Daudi sana. Na maana Daudi alikuwa naona ya kwamba kuahidiwa na Mungu ni mzuri sana, lakini lazima kuna instruction ambazo utafanya na utafuata. So alienda kwa Solomon akamwambia, wewe ndio utakuwa kiongozi. Na akamwambia tu, tafadhali, maana wewe ndio sasa umechaguliwa, nataka tu ufuate njia za Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio tutaiona katika First Chronicles 28. Sijui hapo nene 28:7. Hii ndiyo Mungu anamwambia Daudi vile atamfanyia mtoto wake. Bwana asifiwe. Na ufalme wake nitaumalisha milele, ukiendelea kuzitenda amri zangu na hukumu zangu kwa dhati kama hivi leo. Bwana asifiwe. Yaani ndio hata ufalme wake udumu milele. Lazima Mungu angepeana instruction na sio ngumu. Bwana asifiwe. Lakini katika maisha yetu zimekuwa ngumu, maana unaambiwa acha dhambi, unakuta naye shetani anakupeleka kwa ile dhambi. Wacha kufanya hivi na hivi, maana usipofanya hivi nitakufanyia hivi. Maana naye shetani hataki uendelee katika maisha yako, ama ile ahadi uliyoahidiwa na Mungu utimiziwe. Unakuta analeta vikwazo, unajipata umeanguka katika majaribu. Bwana asifiwe. Kama mimi ningejipata katika ile majaribu, singekuwa vile nilivyo, singekuwa vile mimi mwenyewe huwa najiona. Bwana asifiwe. Wakati unatoa ushuhuda na wengine wanaona ya kwamba ni kawaida tu, wewe ndio huwa unajua ya kwamba mahali Mungu amekutoa. Wengine huwa nasema ya kwamba hata kama haunielewi, mimi mwenyewe najielewa na ninaelewa mahali Mungu amenitoa. Na ndio nikisema ya kwamba tukue waaminifu, najua ya kwamba nimekuwa mwaminifu na nimeona yale amenitendea. Bwana asifiwe. Mtu ambaye alikuwa wabai, hata tena ile huwa inaambia ya kwamba nitakurudisha hii uende kwa boda, tena ukitoka kwa boda uende kwa tuktuk, tena ukitoka kwa tuktuk. Yaani hiyo yote Mungu anakupeleka katika kiwango hadi kiwango kingine. Bwana asifiwe. Maana umefanya vile apendavyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe. Wacha niseme ya kwamba tunapoendelea kusikiza neno la Mungu, maana masaa yetu naona imeenda, nataka tuseme hivi. Mimi point zangu nilikuwa nimepeana, lakini kitu ya maana ni kujua ya kwamba utakapokuwa mwaminifu kuna mambo Mungu atakufanyia. Bwana asifiwe. Na Daudi tunaona ya kwamba katika Biblia anamwambia mtoto wake, if you don't follow the law of God, he will reject you. Bwana asifiwe. Kama hautafanya vile Mungu apendavyo, imagine hata kuwa pamoja na wewe. Na itafika mahali mpaka anamwambia usiwahi msahau Mungu wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wowote unaona ya kwamba Mungu amekuahidi jambo hili na amefanya hivi,
usiwahi msahau. Bwana asifiwe. Unakaa tu unamwambia thank you Lord, maana uliniahidi hivi na Mungu umenitendea. Kila wakati huwa naangalia naona Mungu yani nakaa tu namwambia Mungu, asante Mungu, maana uliniahidi hivi na Mungu umenitendea hivi, na bado unaniambia hivi, nitakapofuata njia zako na nifuate maagizo na nikae katika njia zako, bado utazidi kuniinua. Bwana asifiwe. So nazidi tu kumwambia Mungu, naomba tu nisaidie, kwa sababu bado sijafika mahali ambapo mimi nataka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha tuone ya kwamba vile Mungu ni mwaminifu kwa watu wake, na tumeona ya kwamba katika Biblia kuna wakati Mungu anakuahidia mambo, ukifanya mapenzi yake anatimiza hayo yote, na wakati hatufanyi vile apendavyo, tunapata wakati mwingine ile mambo inakawia sana bila kutimizwa. Bwana asifiwe. Katika Biblia, katika my point iko hivi, tuingia katika point wenye wanaandika, maana tunajua ya kwamba tumesikia ya kwamba ahadi za Bwana ni za kweli. Hiyo kitabu utapata katika 2 Samuel 22 hapo that one. Ahadi za Bwana ni za kweli, na hapo inaanzia na kusema ya kwamba as for God his ways is perfect. Njia za Bwana ni za kweli. Na ahadi za Bwana ni za kweli. Biblia tunasema hivi, if you obey your God, he will fulfill all the promises. Bwana asifiwe. Tunapotii sheria za Mungu, atatimiza yale yote aliyekuahidi. Bwana asifiwe. Hiyo ingine inasema hivi, the Lord will reward you for doing what is right. Hiyo ingine inasema ya kwamba your God will give you victory. Maana tumeona katika Biblia ati tutakapokaa katika njia za Mungu na tufuate sheria zake, atatupigania kwa maadui zetu. Watakuja kwa njia moja, naye Mungu atawasabaratisha kwa njia saba. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anavyo. Your God will be your light. Mungu atakuwa mwangaza wako kwa sababu umefanya mapenzi yake. Hautawahi, hata wakati unatembea katika giza, hata wakati unatembea mahali ambapo mnaonekana ya kwamba watu ni kuisha Mungu hawezi kubali, maana anatuambia ya kwamba yeye ndiye mwangaza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni Mungu mkuu. Bwana asifiwe. Hiyo ingine ya kwamba inasema ya kwamba mtakaponitii mtafanya mambo makuu zaidi ya vile nilivyofanya. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Biblia inasema, na kitu ya maana ni hizo tu, kufuata njia za Mungu. Na tunaona katika Biblia mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Sauli, kitu ambacho ilimfanya ufalme wake ukae kama umefika mwisho ni kukosa tu kusikia sauti ya Mungu. Akasikia sauti za wanadamu, akasahau ya kwamba sauti ya Mungu ndiyo ya maana. Bwana asifiwe. Na wakati Daudi aliona ya kwamba kama huyu ametolewa katika kiti cha ufalme kwa sababu ya kutotii sauti, kwa nini mimi nifanye hivyo? So Daudi alikuwa very careful. Na wakati wowote alikuwa anaenda mbele za Mungu, hata katika vitani anamwambia Mungu, niende ama nisiende. Bwana asifiwe. Kila jambo lolote alikuwa anaenda mbele za Mungu, lakini kuna jambo ambalo hakuenda kuuliza Mungu, na hiyo ikawa imemuudhi Mungu. Na ile punishment alipewa ni ile aliambiwa achague mambo matatu. Bwana asifiwe. Naye Daudi ni mwerevu sana, maana aliona hii yote nikisema na nikichagua, huyu Mungu atanimaliza na ufalme wangu utafika mwisho.
akaona kama ni kuanguka, heri nianguke katika mikononi mwako. Bwana asifiwe. Maana Mungu ni Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi ningewaomba tu, ili Mungu afanye nasi vile apendavyo, tufuate sheria zake, tuwe waaminifu, tuwe watu wa kusikiza sauti, maana sauti ni nyingi ambazo zitakutoa katika njia za Mungu. Sauti ni nyingi ambazo zitakufanya uwe kitu ambacho Mungu hakuwa amekupangia. Bwana asifiwe. Na kitu kingine niliona ya kwamba Mungu naweza kuwa umekuwa mwaminifu, lakini mzoeane na yeye. Katika Biblia ukisoma utapata Eli ndiye alikuwa nakutwa na Ana katika madhabahu. Ana anamlilia Mungu, anamlilia Mungu, na Eli akawa ndiye alikuwa na ile yani jawabu anamwambia ni sawa. Na ikafika mahali Ana akapata watoto. Lakini Eli kuna ile kukaa katika nyumba ya Mungu mpaka unamzoea. Samweli alipokuwa anakuwa akiwa katika mahali pale, Mungu anamwamsha tu, anaenda anamwambia, enda umwambie Eli nitafanya hivi na hivi. Naye Eli kwa sababu alikuwa amemzoea Mungu, anaambiwa hata laana itakuwa katika nyumba yako. Anaambiwa ya kwamba vile watoto wako wanavyofanya sio vizuri. Naye Eli anaona ni kawaida tu, ananyamaza tu, alafu tena anasema maana yeye ni Mungu, wacha afanye vile apendavyo. Hiyo kitu inamfanya Mungu aone ya kwamba huyu mtu ni kama hanielewi. Bwana asifiwe. Imagine, ndio nasema wamama ni wamama wa nguvu, maana kama ni mama alikuwa mahali pale asikia ya kwamba watoto wako wamelaaniwa, Mungu anasema hivi na hivi, angejifunga kula na kunywa ili apiganie wale watoto. Lakini Eli alisema maana yeye ni Mungu, wacha afanye vile anavyonivia. Na Mungu akafanya hivyo. Mtu ambaye aliishi katika nyumba ya Mungu, mtu ambaye alikuwa anafanya mambo yani hata kifo yake akakufa kifo ya aibu. Watoto wake hakuna mtoto ambaye aliurithi ule yani ile kipawa alikuwa nacho, maana bado alikuwa na kipawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndivyo Mungu anafanya wakati tunakosa kusikia sauti yake, tunazoeana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo may God bless you na Mungu abariki kwa kunisikiza.